Watu wengi hapa duniani, hasa Wakristo, kwa Ukristo wetu, hawaamini ya kwamba Yesu ni Mungu. Lakini Waislamu wanaamini ya kwamba Muhammad ni mtume. Lakini sisi wote tunamwamini Mwenyezi Mungu. Na si ya kwamba wahubiri hawajui ya kwamba Yesu ni Mungu. Wanajua. Lakini kwa sababu ya tamaa ya dunia, wao wanajua ya kwamba Yesu ni Mungu, na yale maneno ambayo Yesu alizungumzia, yeye ndiye alikuwa Mungu na alileta mambo yenye alikuwa anahitaji, kando na wale wanabii ambao walikuwa watangulizi kabla Yesu hajakuja. Nakuta sisi wote kama Wakristo, wengi wetu tunaamini ya kwamba Mungu alikuwa Mungu ambaye hakai kama sisi wanadamu. Lakini mwenyewe hakuwa msomi, lakini alifikiria, maana yeye ndiye aliumba kila kitu. Akaona ya kwamba jinsi alivyo, akija hapa duniani hafanani na sisi. Kwa hivyo sisi, wakati atakuwa anataka kutuambia jambo la kufanya, tutaweza mtoroka na kumkimbia, maana hafanani na sisi. Na ndio kwa sababu yeye mwenyewe akazaliwa kama sisi, yani akakaa kama sisi, miguu miwili, macho mawili, mtu wa timamu kama sisi, na akakaa kama sisi, ili anapotufundisha neno mahali popote, tuwe tukijua ya kwamba huyu ni kama ni mwenzetu kama sisi. Hatutamuogopa, hatutamtoroka, tutamsikiza kama mwanadamu aliye kama sisi. Unajua, lakini sasa Yesu naye alikuwa Mungu ambaye alikuumba. Sasa wale makayafa pamoja na wale wengine ambao walikuwa wanafanya unabii na neno la Mungu, ambao walikuwa wanapiga ikifua ya kwamba wao ndio wanajua Mungu kuliko watu wengine, ambao walifanya Yesu akaja kurekebisha mahali hao watu wanakosea. Walipoona Yesu akianza injili yake ya kufundisha na mafundisho yake ya kutufundisha haki jinsi inavyostahili, wakakasirika. Wakaanza kusema, na huyu mtoto mdogo tunamshinda miaka, ametokea wapi juzi, ambaye anajifanya ya kwamba yeye ndiye anajua neno la Mungu kutuliko. Hawakujua ya kwamba Yesu ndiye aliwaumba. Hawakujua ya kwamba wanaongea kwa mtu ambaye amebeba uhai wao na ndiye amelinda uhai wao. Walijua ya kwamba wanaongea na wanabishana na mtu ambaye ni mwenzao kama wao. Na ajabu, Kayafa hakujua ya kwamba Herode alipitia changamoto ya kutaka kumuua huyu mtu ambaye ni Yesu kama angali mchanga. Yeye aliropoka na kuanza kupanga vita vya kumuua Yesu. Lakini Wakristo wengi wanaamini na wanasema ya kwamba kulikuwa kutaka kwa Yesu kifo chake, ya kwamba maafa ambaye Kayafa alipanga ati Yesu alikuwa anajua kitafanyika hivyo. Lakini nataka kukuambia hivi, hapa duniani ile nguvu, wakati kila mwanadamu Mungu alimuumba na nguvu na uwezo wa kujua hatari inapokuja mbele yake. Ndio kwa sababu Yesu aliposhuku ya kwamba kuna hatari mbele yake, alishuku ya kwamba kuna hatari mbele yake na wanaonipangia ni huyu na huyu na huyu. Unajua? Sasa ndio kwa sababu wewe popote ulipo, unapopita barabarani au unapotembea mahali au unapokaa mahali popote, ukute ya kwamba kuna hatari au kuna watu wanakuinda au kuna kitu inataka kukutendekea kiovu, walai itafika wakati utakuja kushuku na utajua ya kwamba hapa kuna hatari na kuna jambo fulani linataka kunitendekea.
Ndio hivyo Yesu pia alikuwa hivyo. Na haya sasa, si kutaka kwa Yesu na si kupanga kwa Yesu, kupanga ya kwamba Kayafa akimfanya hivyo. Kayafa alikuwa wa makosa. Mmoja mkisema ya kwamba wengine Wakristo wengi wakisema ya kwamba Yesu alikuwa amepanga, alikuwa anajua mipangio, inayamaanisha ya kwamba Kayafa hakuwa amekosa na hakukosa kupangia mtu kifo. Ninapokupangia kifo ni kuue, alafu isemekane ya kwamba mimi si wa makosa kwa sababu wewe ulikuwa unajua ni already nitakuua. Na je, kuua kwako ilikuwa halali? Hawa watu walikasirika kwa sababu Yesu alitufundisha mimi na wewe lengo la ukweli, kuondoka kwa njia zao ambao walikuwa wanatupoteza. Kwa sababu Kayafa alikuwa kuhani mkuu, alikuwa anasimamia makanisa. Sasa Yesu ndiye alikuwa anafundisha haki ya Mungu, kunifundisha mimi na wewe tujue njia ya Mungu. Sasa ndio wakakasirika tu kwa njia yao ya kwamba wamuondoe ili wafaulu, waendelee kuhubiri injili yao ya kupoteza watu. Lakini sasa waliposhindwa, Yesu naye alikuwa anajua tu hawa watu watanifanyia kitendo hicho cha unyama, lakini mimi nitawashinda akili. Kwa sababu mimi ndiyo Mungu niliwaumba, lakini nimejifanya kama wao, na ninataka kuwaonyesha ya kwamba hamna kitu na uwezo ambao mtaweza. Sasa ndiyo kwa sababu mbinu ambazo shetani anapitia ni mbinu kubwa sana kwa maisha ya mwanadamu. Na mbinu ambazo walifanyia Yesu, wewe wakati wowote watu wanakupangia na watu wananipangia. Usipopangia wenzako mbinu mbovu ya Kayafa kuua wengine au kuharibu wengine au kutafuta wengine kama wakina Maherode na Mapilato, unajua wengine nao watakufanyia jambo hilo. Je, wewe utakuwa umehitaji? Wewe utakuwa umelitaka? Sasa ndio kwa sababu wakati unakaa, wakati unatembea barabarani, wakati unatembea, jua ya kwamba Yesu ni Mungu. Yesu ni Mungu. Na hawa watu walikuwa wanajua, walikuwa wanafanya hivyo. Ukitaka kujua Yesu ni Mungu, Tomaso alipinga akapinga. Na ndio kwa sababu wahubiri, kwa sababu wanajua Yesu ni Mungu, na Yesu alipinga biashara kanisani. Yesu akakosoa vitu vingine ambavyo vilikuwa katika Agano la Kale. Wakati Yesu alikuwa anapinga vitu kama hivyo, ndio huwa vinasimamisha wahubiri, kwa sababu wanataka pesa. Wanakuja sasa wanaingia katika Agano la Kale, kisha wanakuambia Biblia inasema. Je, Biblia inasema katika agano lipi? Kuna mambo mengine Yesu alipokuja alikosoa kwa Agano la Kale, na kuna mengine aliacha yaendelee katika Agano la Kale. Sasa mambo ambayo Yesu alikosoa ndio hayo mambo ambayo hawa walikuwa wanatumia. Kwa mfano, mambo ambayo mtu akikosa walikuwa wanapeleka katika wafalme wanaamua huyo mtu auliwe. Yesu akasema, msamehe adui wako. Msamehe adui wako. Sasa ikawa ya kwamba mtu akikosa kuwe na kesi, na hiyo kesi watu wasameheane, mambo yaishe. Na wewe mkosaji, rekebisha ili usiwe mtu wa kosea wengine, waweza tokomea. Sasa msamehe mwenzako. Na Yesu akaleta mambo ya dhambi, ya kwamba ukitenda dhambi. Yesu katika Agano Jipya, siku hizi wanawake ni wahubiri, yani pastor. Lakini ukiangalia katika Agano Jipya, ukombozi wa Mungu, watu wanasema mwanamke anafaa awe mhubiri, kwa sababu wanachukua Agano la Kale wanachanganya na wanakuambia Biblia inasema. Katika Agano Jipya ukisoma vizuri uelewe, linapinga mwanamke kutawala madhabahu. Maana katika Agano Jipya liliandikwa na mwanamke asikie neno. Ukisoma kitabu cha Agano Jipya kinasema na mwanamke asikie neno. Neno kutoka neno gani? Neno lipi? Neno la Mungu. Kutoka kwa wakina nani? Ikiwa ni mwanamke atasikia neno kutoka kwa wakina nani? Kwa wanaume. Yamaanisha madhabahu inatawaliwa na wanaume, lakini kwa sababu wanasema Biblia inasema, kwa sababu ya tamaa ya pesa, kwa sababu wanajua unatumia Biblia na pesa zinaingia, ndio kwa sababu huwa anakuja ya kwamba wanasema Biblia inasema, wanaingia kwa Agano la Kale na wanakuchanganya akili. Nia yao ni pesa. Kuna wakati wa corona, wakati serikali zilipinga makanisa, hao wahubiri walikuwa wamekonda tayari, kwa sababu hawapati pesa na kuibia watu. Najua watu wanatumia biashara ambayo Yesu alikataa kanisani, ndio wanaitumia. Sasa hawataki kuegemea Agano Jipya, na wakiegemea Jipya watasoma vizuri na wanafafanua porojo.
Ndio kwa sababu nawaambia Yesu ni Mungu. Kuna watu ambao wanasema ya kwamba mhubiri, yani pastor, hafai kuwa na zaidi ya mwanamke mmoja, unakuta. Lakini Yesu alipokuja, Yesu hakuangazia mambo ya ndoa ya kwamba ni dhambi. Yesu aliangazia dhambi. Lakini kwa Biblia Agano Jipya linasema na uwalinde wanawake wako wote. Na uwalinde wote. Mbona inasema ya kwamba na uwalinde wote? Yani hata kama ni wasala ngapi, lakini uwalinde katika mazingira ya mazuri, amani ipatikane pale. Unakuta ya kwamba wengine ni wahubiri, yani pastor, ana mmoja na huku anaenda na wanawake wa watu. Je, huo ni ukweli? Je, huo ni uhaki? Huo ni usharati. Usharati unamaanisha ya kwamba unaye na yule ambaye unaishi na yeye, lakini huku nje unaenda. Lakini usharati haumaanishi ya kwamba hawa ambao uliwaleta nyumbani ukienda nao ni usharati. Usharati haumaanishi ya kwamba huyu wa pili ati ndio msharati. Hamna. Yule ambaye wale ambao unaishi nao kwa nyumba, unawagaramia maisha yao, wao pia wanakutunza maisha yao, hao si washarati na huo si usharati. Usharati ni yule ambaye umetoka nje, kwa wale ambao haujui vile wanaishi, hawajali maisha yako, wewe pia haujali maisha yao, ni mmekutana na mkaachana, huo ndio usharati. Sasa Mungu katika Agano Jipya, Yesu alikataa usharati. Ndio kwa sababu Waislamu kuna mahali wanaenda ukweli wa Mwenyezi Mungu na kusema ya kwamba tuache usharati wa nje, tukitaka mwingine. Ikiwa huyu mtu wa nyumbani hakutoshelei, unaona ya kwamba umletee usaidizi, basi leta kwa nyumba, akae kwa nyumba. Huo si usharati, mbele ya Mungu sio dhambi. Ndio kwa sababu unapopinga, jua ya kwamba mama wa mama yako, babu wa babu yako alikuwa na wangapi, na wewe ni kizazi cha mke wangapi katika kizazi kile. Je, wewe ni mtoto wa dhambi? Je, mama yako alikuwa wa dhambi? Je, babu yako alikuwa wa dhambi alipozaliwa na mdogo? Ndio kwa sababu tusiwe tunasoma Biblia vizuri na tunafafanua porojo kwa kuibia wamama pesa. Kwa sababu wahubiri ni wanaume, wamejua ya kwamba wakisema ya kwamba mwanaume anafaa aoe mke wa pili, wanawake hawatajifili kanisani na kutoa pesa. Yani ukweli unafichwa kusudi tuibie wamama pesa. Ukweli unafichwa kusudi tufanye biashara ndani ya kanisa. Unakuta ukweli wa neno ya kwamba mwanamke hafai kuwa pastor, yani kutawala madhabahu. Na ndio kwa sababu shetani akitaka kufaulu kupitia kwa mwanamke, kutoboa atawale. Kwa sababu shetani anatawala, ndio kwa sababu mwanamke anatawala madhabahu. Ukweli unaposemwa, shetani anageuza na kupinga. Sasa hivi wanaposikiza watasema huyo hafati utaratibu wa Mungu, ati mwanadamu ni mwanadamu. Mwanadamu ni mwanadamu, lakini uwezo wa Mungu alikabidhi mikononi mwa mwanaume. Ikiwa Mungu alikabidhi mwanaume uwezo wake na nguvu zake, wewe mwanamke unaamka. Ndio kwa sababu wakati unapokuta ndani ya boma au ndani ya familia, mwanamke akiwa kipaumbele cha kuongoza familia, utakuta ya kwamba hiyo familia itaenda zege mnege. Haitakuwa familia thabiti, maana wasichana wa kule bomani watakuwa naenda kule kwingine, wanazaa huko, wanaleta watoto. Wanaenda kule kwingine, hawavumilii katika ndoa, wanatapatapa kwa wanaume tofauti, wanaleta watoto wengine hapa. Mzazi mwanaume akipinga, sitaki watoto wa wasichana, mama anasimama, wachana na watoto wa watoto wangu. Unakuta ndio kwa sababu unakuta ya kwamba mama akitawala, shetani anatawala. Mzee akitawala, Mungu anatawala. Je, kanisa ni wakina nani wanafaa watawale? Hauwezi niambia ya kwamba, au hauwezi nena ya kwamba ati mwanamke ako sawa kutawala kanisani na mwanaume pia ako sawa kutawala kanisani. Mungu alikabidhi mwanaume uwezo wake.
Mwanamke anafaa aingie kanisani na asikize neno la Mungu linapotoka kwa kinywa cha mwanaume, kisha aridhike na aendelee kushika tabia. Kuna wanawake wengine hawasikizi la mumewe. Sasa wanaangalia false prophet, wanaangalia manabii ya kwamba waangalie. Wale si manabii. Manabii wa mwisho alikuwa Yesu Kristo, the final prophet. Jesus was the final prophet. Sasa hawa wengine wanaiga mifano ya manabii wa kwanza, kukukulia pesa. Wanajua ya kwamba we tabia zako ndio mbovu, haufati tabia za mumewe. Mumewe akikwambia sitaki hii nataka hii, unakiuka. Sasa wanakuja wanakuambia kwamba kuna kitu inakuzungusha, kuna kitu inakuharibu ili utoe pesa. Wewe unang'oa pesa mali kwa familia yenu, mali ulikooleka, mali kwa kazi yako ambayo unafanya, ambayo ungejenga, unapelekea kule. Yule pia hana njia za kupata pesa pasipo kuibia. Ukitaka kujua wahubiri au wapasta au mafadha mareverend hawana njia ya kupata pesa, njia zao zilifungana, wewe ndio unapata pesa. Kwa sababu kwa nini wanakutoa kwako pesa? Na ni wanasema ya kwamba wao ndio Mungu aliwape. Mungu alikuwa anaombea watu bure. Mungu ndio Yesu. Yesu alikuwa anaombea watu bure, alikuwa anasaidia watu bure. Mbona hawa kutoka kwako pesa? Maana njia zao za kupata pesa hawana, zilifungana zote. Sasa wanapitia kwako kukuibia pesa ndio wapate pesa. Wewe umepata pesa, tena anakuambia, anakuombea njia zako zifunguke. Zake ndio zilifungwa. Wewe mtoto wako wako werevu, umeenda kwa wakati wanataka watoto wako wafunguke. Na watoto wake nao ndio wajinga wako wanashinda. Akitaka gari lazima aibe pesa zenu. Akitaka pesa lazima atoe kwenu. Akitaka nguo kuvaa, wewe unanunua ya jasho lako, yeye anachukua pesa zenu ndio ananunua nguo. Huyo mtu njia zake zilifungwa. Ndio kwa sababu hao ndio makanisa ya Kayafa ambaye yalijisanya yakaua Yesu. Itakuokoa vipi? Yesu anajaribu kukuinua na kukupa njia za kupata pesa ya jasho lako. Maana hata Biblia inasema kula kwa jasho lako, na Agano Jipya linasema ombeeni masikini, halisemi ya kwamba ombeeni matajiri. Kumaanisha ukienda kanisani wanafaa wakuombee bure, hamna pesa unatoa pale, wanasema tunakula kwa washiriki. Biblia inasema kula kwa jasho lako. Huyo pastor au mhubiri au bishop anafaa awe na kazi ya kulisha familia yake, akija kwa neno la Mungu afundishe bure. Lakini kwa sababu amejua ya kwamba tufanye biashara kutumia Biblia na tunaibia watu, hiyo ndio kazi yake, hana kazi nyingine. Unakuta sasa kuna magaidi wanakuibia kutumia neno la Mungu, kisha baadaye utakuja kulia kwamba neno la Mungu ni gumu, neno la Mungu ni njia ndefu, ni njia pana, kwa sababu wamekukamua pesa. Ukitaka kujua hawa watu ni pesa ndio zinawafanya. Kosa pesa, uendelee kuenda kanisani kila siku. Hawatakuchukua kama mtu wa maana hata uombe kiasi gani. Lakini ukiwa na pesa, uende kanisani siku unazotaka, unaenda wakati unataka, na ukienda unatoa pesa, jamani watakupigia makofi. Jamani wewe ndio utaonekana mtu wa maana. Jamani sasa wewe ndio watakuona kama mtu, kwa sababu wewe ndio umelinda maisha yao. Wanakuambia ya kwamba Mungu amelinda maisha yao. Unakuta makanisa mengine wameweka maaskari au walinzi katika mageti zao za kuingia ndani ya kanisa. Je, kama ni Mungu anawalinda, hao maaskari wamefanya nini? Kama ni Mungu anawalinda, hao mabodyguard wanaotembea nao ni wa nini? Ndio kwa sababu wanakuibia pesa zako. Wengine mpaka tamaa imewashika, wamefungua kando mashule kwa sababu ya kuvuta pesa. Yaani nia yao ni kutumia Biblia kuiba pesa zako. Nia yao si kukufundisha neno la Mungu. Ndio kwa sababu wanatoa sauti zisizoeleweka, Zakara boboribo bobo mashia. Ukisoma Ufunuo 12 hadi 13, Biblia inakataa. Ndio mbona wanatoroka Agano Jipya? Ndio kwa sababu Yesu ni Mungu. Wakati wanatoroka Agano Jipya, Yesu ni Mungu, hao watu ni wa kishetani.
Ndio hao wanasema ya kwamba mtu yeyote awe mwanamke anakubaliwa tu kusimamia makanisa, kwa sababu wanajua shetani aliogopa mwanaume. Sasa amepitia kwa wanawake kukomboa ukombozi wake. Ndio kwa sababu sauti ya mwanamke kuwa inavutia mwanaume aingie katika lindi la kishetani. Na asikudanganye mtu mambo ambaye Adamu na Eva ilifanyika, ya kwamba shetani alikomea hapo. Anaendelea kutumia mwanamke kwa kueneza injili yake ya uongo, injili yake ya giza. Ndio kwa sababu Yesu